Hello, karibu Gen Act Africa Network. Naitwa Otuk William na leo tunazungumzia bima ya afya kwa wote Tanzania. Kwenye video hii tutazungumzia mpango wa bima ya afya kwa wote ni nini, malengo makuu ya mpango huu, hatua za utekelezaji, vyanzo vya fedha na usimamizi, faida za mpango huu kwa wananchi, changamoto zinazokabili mpango huu, tofauti ya huu mpango na mifumo ya awali kama vile NHIF na CHF. Mpango wa bima ya afya kwa wote nchini Tanzania ni hatua muhimu ya serikali ya kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anajumuishwa kwenye mfumo wa bima ya afya. Mpango huu unakusudia kutoa huduma za matibabu bila kikwazo cha gharama, huku ukisisitiza ushirikishwaji wa kila mwananchi ikiwemo wale wasio na uwezo. Sheria ya kuanzishwa mpango huu ilipitishwa rasmi na Bunge na kusainiwa na Rais, huku utekelezaji wake ukitarajiwa kuanza Januari 2026. Malengo ya mpango huu ni yapi? Kwanza, kuchangia gharama za matibabu kwa pamoja. Mpango wa bima ya afya kwa wote unakusudia kujenga utaratibu wa mshikamano ambapo wananchi wanachangia kabla ya kuugua. Hivyo kuhakikisha kwamba wagonjwa na wasio wagonjwa, wenye kipato na wasio na kipato wanashirikiana kubeba gharama za matibabu kwa usawa. Hii inaondoa vikwazo vya kifedha kwa wagonjwa na inahakikisha huduma za matibabu zinapatikana kwa wote bila kujali hali zao za kiuchumi. 2, kufikisha huduma za afya kwa wote, yani universal health coverage. Dira kuu ya mpango huu ni kufikia universal health coverage, ambapo kila mtu nchini atapata huduma muhimu za kiafya bila kuwa na athari za kifedha. Hii itahakikisha kwamba haki ya kupata huduma za afya inapatikana kwa kila Mtanzania bila kujali hali ya kiuchumi au mahali alipo. Nyingine ni kinga dhidi ya umaskini utokanao na gharama za matibabu. Serikali inalenga kuwaepusha wananchi na janga la kuingia katika umaskini kutokana na gharama za matibabu. Kupitia bima hii, wananchi watakuwa na uhakika wa matibabu bila kulazimika kuuza mali au kukopa fedha ili kugharamia matibabu yao. Nyingine ni kuboreshwa kwa afya na ustawi wa jamii. Mpango huu unalenga kuhakikisha wananchi wanapata matibabu mapema na bila malipo makubwa, hivyo kuboresha hali ya afya ya taifa kwa ujumla. Huduma hizi zitasaidia kuongeza mahudhurio ya wananchi kwenye vituo vya tiba na kuzuia vifo vinavyoweza kuepukika. Nyingine ni kuimarisha mifumo ya ugharamiaji na ubora wa huduma za afya. Mpango huu umeundwa ili kuhakikisha mfumo wa kugharamia sekta ya afya unakuwa endelevu. Utekelezaji wa sheria mpya utahakikisha ubora wa huduma za afya na ufanisi wa skimu zote za bima ya afya nchini, hivyo kuleta uwajibikaji kwa watoa huduma na mifuko ya bima. Ni hatua gani ambazo zimechukuliwa mpaka sasa kutekeleza mpango huu? Kwanza ni kuandaa sera na sheria. Wizara ya Afya ilianza mchakato wa kuandaa muswada wa sheria ya bima ya afya kwa wote, ikiwa na lengo la kuweka sheria imara ambayo itasaidia kuanzishwa na kusimamia mfumo wa bima ya afya kwa wote nchini. Mchakato huu umehusisha ushirikiano na wadau mbalimbali ili kupata maoni na kujenga uelewa. Nyingine ni kuandaa kanuni na miongozo. Baada ya sheria kupitishwa, serikali iliandaa kanuni za utekelezaji ambazo zitatoa mwongozo wa namna mpango wa bima ya afya utakavyofanya kazi. Kanuni hizi zitaweka utaratibu na uendeshaji wa mfuko na skimu mbalimbali ikiwemo usajili wa wanachama. Nyingine ni uteuzi wa mfuko na mamlaka ya usimamizi. Sheria imetambua mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kama taasisi ya umma itakayotekeleza mpango huu, ikihudumia watumishi wa umma na wananchi wengine. NHIF itakuwa na jukumu la kusimamia usajili wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa huduma za afya. Nyingine ni maandalizi ya miundombinu na mifumo. Serikali na NHIF wamefanya uwekezaji mkubwa wa kuboresha miundombinu ya afya, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kisasa katika hospitali na vituo vya afya. Pia mifumo ya kidigitali imeboreshwa ili kuhakikisha usajili wa wanachama na uchakataji wa madai. Nyingine ni uhamasishaji na uandikishwaji wa wananchi. Katika kipindi cha maandalizi, serikali imeendesha kampeni za kutoa elimu juu ya umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Viongozi wa mikoa na wilaya wamehusika kuhamasisha wananchi, huku wakieleza faida ya mchakato wa kujiunga kwenye mpango huu. Vyanzo vya fedha na usimamizi. Kwanza, michango ya wanachama. Chanzo kikuu cha fedha katika mpango wa bima ya afya kwa wote ni michango ya wanachama, ambayo inakusanywa kupitia ada au makato ya bima. Hii inahakikisha kuwa kila mwananchi mwenye uwezo wa kuchangia anachangia mfuko wa bima na hivyo kuweza kupata huduma za afya kwa urahisi. Pili, fedha za serikali kwa walio katika umaskini. Serikali imejitolea kugharamia makundi maalum ambayo hayawezi kumudu kulipia michango ya bima. Katika bajeti ya mwaka 2024-2025, kiasi cha shilingi bilioni 173.5 kimewekwa kwa ajili ya kuwezesha makundi haya kupata huduma za afya bila malipo ya moja kwa moja. Usimamizi na uendeshaji.
Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, yani NHIF, umepewa jukumu muhimu la kusimamia na kutekeleza mpango huu. NHIF itasimamia uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa watoa huduma za afya. NHIF tayari imefanya makubaliano na hospitali zote za umma nchini pamoja na vituo vingi vya huduma binafsi. Hii inahakikisha kuwa wanachama wa bima ya afya wanaweza kupata huduma zao katika maeneo mbalimbali ya utoaji huduma za afya. Mifumo ya uendeshaji. Usimamizi wa mpango umejengwa katika mifumo imara ya kidijitali ambayo inarahisisha usajili wa wanachama na uchakataji wa madai. NHIF imeboresha mifumo yake ya tehama ili kuhakikisha ufanisi katika kutoa huduma. Sasa nini faida za mpango huu kwa wananchi? Faida ya kwanza ni huduma za afya kwa wote bila ubaguzi wa kipato. Mpango huu unatoa huduma za afya kwa wananchi bila kujali hali yao ya kiuchumi. Hivyo kila Mtanzania anapata fursa ya kutibiwa bila kikwazo cha gharama. Hii inajenga mazingira ya usawa katika upatikanaji wa huduma za afya na kuondoa hofu ya gharama zisizotarajiwa wakati wa dharura za kiafya. Uhakika wa matibabu kwa makundi yote maalum. Mpango huu unalenga makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watu wenye ulemavu, watoto, wakina mama wajawazito ambao watapata ulinzi wa bima. Hii inahakikisha wanaweza kupata huduma za matibabu bila malipo ya moja kwa moja na hivyo kuimarisha usawa wa kijamii. Pili, paketi kamilifu ya mafao ya matibabu. Wanachama wa bima wanatarajiwa kufaidika na paketi pana ya huduma za afya, kuanzia huduma za msingi hadi za kibingwa. Hii inajumuisha gharama za vipimo vya uchunguzi, dawa na matibabu mengine muhimu, hivyo kuhakikisha kuwa mahitaji ya kiafya ya wananchi yanatimizwa. Upatikanaji mpana wa huduma kote nchini. Mpango huu unahakikisha upatikanaji mpana wa huduma za afya ambapo mwananchi anaweza kutibiwa katika zahanati, vituo vya afya au hospitali yoyote ya rufaa nchini. Hii inaboresha uwezo wa watu kupata huduma za matibabu bila vikwazo vya umbali au upatikanaji. Nyingine, kuimarishwa kwa huduma za afya nchini. Utekelezaji wa bima ya afya kwa wote unategemewa kuimarisha huduma ya afya nchini kwa kuongeza uwekezaji katika vituo vya afya, vifaa tiba na upatikanaji wa dawa. Hii itasaidia kuboresha huduma za afya na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Ni changamoto gani zinaokabili mpango huu? Kwanza, uelewa na utamaduni wa bima. Moja ya changamoto kubwa ni kubadili fikra za wananchi wengi kuhusu bima ya afya. Wengi wamezoea kulipa huduma za afya pale wanapougua badala ya kuchangia kabla. Takwimu zinaonyesha kabla ya mpango huu takriban 15% ya Watanzania walikuwa na bima ya afya na wengi walijiunga wakiwa tayari wameshaugua. Hivyo kuna kazi kubwa ya kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa bima kama kinga ya afya na kifedha. 2, uandikishaji wa sekta isiyo rasmi. Zaidi ya nusu ya nguvu kazi nchini ipo kwenye sekta isiyo rasmi, ambao kipato chake ni cha kusuasua. Kuwasajili watu hawa kwenye bima na kuhakikisha wanalipa michango yao kwa wakati ni changamoto. Serikali itahitaji kubuni viwango vya michango vinavyolingana na vipato tofauti na kutoa ruzuku kwa wale watakaoshindwa kulipa. Nyingine ni utambuzi wa walengwa wa ruzuku. Kuainisha ni kina nani hasa hawana uwezo wa kulipia bima ni jambo muhimu. Changamoto zilizokuwepo awali zimeonyesha ugumu wa kutambua kaya maskini. Mpango utahitaji ushirikiano wa karibu na ofisi za ustawi wa jamii na serikali za mitaa ili kutambua walengwa sahihi. Changamoto nyingine ni uhimilifu wa kifedha na uendelevu. Mpango huu unahitaji mfuko mkubwa wa fedha ili kugharamia idadi kubwa ya wananchi. Changamoto itakuwa kuhakikisha kuwa michango inayokusanywa na ruzuku za serikali vinatosha kulipia madai ya huduma za afya. Iwapo idadi ya wanachama wagonjwa itaongezeka sana, mfuko unaweza kujikuta katika hatari ya kuishiwa fedha. Changamoto ya mwisho ni udhibiti wa udanganyifu na matumizi mabaya. Kadiri idadi ya wanachama na watoa huduma inavyoongezeka, hatari ya udanganyifu katika madai ya bima pia huongezeka. NHIF inahitaji kuimarisha mifumo yake ya utambuzi wa wanachama na kudhibiti vitendo vya udanganyifu ili kulinda uhai wa mfuko. Mpango wa bima ya afya kwa wote unakusudia kufikia 100% wananchi, wakati NHIF ilihudumia hasa watumishi wa umma kwenye sekta binafsi. Mpango wa bima ya afya kwa wote unakusudia kufikia 100% ya wananchi, wakati NHIF ilihudumia hasa watumishi wa umma na baadhi ya sekta binafsi. Tofauti kati ya mpango huu na mifumo ya awali kama NHIF na CHF. NHIF ya zamani ilijikita kwenye sekta rasmi na ilikuwa na vikwazo vya usajili wa watu wa sekta isiyo rasmi. Lakini mpango wa sasa unaoingiza rasmi watu wa sekta isiyo rasmi kama wakulima na wafanyabiashara ndogo ndogo. Hii inaongeza wigo wa uwajibikaji na ushiriki wa jamii nzima katika mfumo wa bima ya afya. Mwisho, mpango wa bima ya afya kwa wote ni hatua muhimu katika kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa kila Mtanzania bila kikwazo cha fedha. Ingawa changamoto mbalimbali zipo, dhamira ya serikali na ushirikiano wa wadau mbalimbali utasaidia katika kutekeleza mpango huu kwa ufanisi na hivyo kufikia lengo la afya bora kwa wote.